السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an al-Karim, na iogopeni sana siku ambayo mtakayorejeshwa kwake yeye Allah tabaraka wa taala, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha kila nafsi italipwa kile ilichokichuma, wa hum la yudhlamun, na Allah tabaraka wa taala hata msamehe yote. Ayuha nnas, enyi watu, kwa hakika sisi Waislamu tuna bahati kubwa sana ya kuwa Waislamu, lakini bahati nyingine kubwa zaidi ni kuletewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye mtume ni neema sisi Waislamu. Allah amemtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni neema kubwa, na kabla ya kuja Mtume Muhammad kwa hakika watu walikuwa katika upotevu ulio dhahiri. Kwa hiyo sisi Waislamu tuna fahari kubwa katika kila mienendo ya maisha yetu, jinsi gani tuoe, jinsi gani tuzike, jinsi gani tufanye biashara. Yani cha muhimu, dini ya Uislamu inagusa vipengele vingi kama sio vyote katika maisha yetu yote. Ukiona Muislamu anakwenda hovyo hovyo katika mambo yake, basi huyo bado hajaujua Uislamu. Anatakikana aulize kwamba, je, mimi nataka nifanye biashara, Uislamu unaniagiza nini? Mimi nataka nioe, Uislamu unaniagiza nini? Mimi nataka nizike, Uislamu unaniagiza nini? Kwa hiyo dini yetu ni dini ambayo imeweka misingi na mfumo madhubuti, wala si dini ya mtu kwenda kibubusa bila kuelewa. Kwa hiyo hii ni bahati kubwa sana ndugu zangu katika imani. Tunaelewa sisi Waislamu kwamba tupo au tulikuwa katika kipindi kigumu mno kupata kutokea katika nchi yetu hii, lakini bifadlillahi tabaraka wa taala, kwa fadhila ya Allah tabaraka wa taala, ile hofu iliyokuwepo sasa hivi inaondoka
au imeondoka kiasi kikubwa. Kwa sababu ndugu zangu katika imani, hakuna jambo zito kama watu kuishi katika hofu. Dini ya Uislamu ni dini ambayo inayohubiri amani, na ndiyo maana mashekhe katika ahli sunna as-salafiyun wa ghairuhum wamesimama kidete katika kuelezea watu umuhimu wa amani. Hakuna jambo lolote ndugu zangu katika imani litakalofanyika bila kuwepo na amani, bali bil asaf, kwa masikitiko makubwa, kuna watu ukitajwa msamiati huu wa amani yeye anakasirika. Sasa hapo ndo utajiuliza, kwa nini itajwe amani alafu mtu ukasirike? Bali kuna watu ambao wana fikra potofu, yani yeye anapenda kuona watu wapo kwenye mashaka, anapenda kuona watu wanakufa, anapenda kuona watu hawafanyi kazi zao kwa amani, ndio anapopenda. Lakini mashaikhi wakisimama kuzungumzia umuhimu wa amani, Uislamu ndio umezungumzia hivyo. Yaqulu an-nabii alayhi salatu wassalam, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Nabii alayhi salatu wassalam anataja mambo matatu muhimu ambayo huyu mtume yeye hazungumzi kwa matamanio, kwamba yoyote atakayeamka hali ya kuwa yeye ana amani katika nafsi yake, yeye, watoto wake, jamaa zake, watu wote waliomzunguruka wapo katika amani, yani ndio ameamka hivyo, kwamba mtoto wangu anaenda shuleni kuna amani, mimi nakwenda kazini kuna amani, na kwenda kufanya biashara kuna amani. Yani mtu ukiamka upo katika hali hiyo. Lakini jambo la pili, mtume anasema muafan fi jasadihi, ana afya njema katika mwili wake. Kama sisi sote hapa leo tumekuja kuidiriki swala ya jamaa kwa sababu tuna afya. Wapo ndugu zetu katika mustashfiyat, mahospitali, hata kunyanyua kidole hivi hawezi, anakujaje Ijumaa hapa? Kwa hiyo jambo la pili, mtume anasema mtu akiwa ana afya katika mwili wake, lakini indahu qutu yaumihi, ana chakula chake cha siku, ana mkate wake wa siku, sio mwezi mzima, kwa siku, fakaannama hizat lahu dunya, katika riwaya bihadhafiriha, yani mtu huyo mtume anasema kama vile ameikusanya yote dunia anayo yeye. Sasa haya maneno anayazungumza afdhalul khalq, mbora wa viumbe. Wewe hata uwe vipi haufikii ucha Mungu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata kama unajiona una upeo kiasi gani. Maana kuna watu yeye sheitani anamjengea kwamba yeye ana upeo na ana ufahamu na kuwaona watu wote wajinga. Kwa hiyo ndio atasimama kidete kutangaza watu wafanye maandamano, watu wafanye vurugu. Nani asiyeelewa ndugu zangu katika imani, kuna watu wamehama, wamesafiri katika miji hii mikubwa, yeye na familia yake, ili kujiepusha na vurugu. Hii miji yote ambayo iliyotawaliwa na vurugu, maandamano, watu wamesafiri mpaka nje ya nchi, au wamekwenda katika maeneo ambayo yana utulivu kama Zanzibar, Pemba na baadhi ya mikoa mbalimbali ambayo yenyewe hakukuwa na vurugu. Kwa hiyo ametumia mali yake, ametumia wakati wake, na mwingine ameshindwa tu kuondoka kwa sababu hana uwezo wa kusafiri na familia yake. Kwa nini yote haya yanapatikana? Kwa sababu Tanzania hatujazoea haya mambo ndugu zangu katika imani. Uislamu unaagiza upendo na amani, bali yatakikana watu waipende miji yao. Hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha qadima min safari awda'a rahilatahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoka safarini, anafika Madina, waraa min judurat al-Madina, akaziona tu zile kuta za Madina, basi anamtikisa yule farasi wake ili aweze kukimbia barabara. Kutokana mtume anarudi kutoka safarini, anafika katika mji wake anaupenda Madina, anakutana na familia zake, anakutana na jamaa zake, anakutana na majirani zake, yani ana furaha. Wanawazuoni wanasema al-Allama al-Mubarak Furi anasema hii jambo la kwanza
ni fadhlul Madina, ubora wa mji wa Madina, mji mzuri ambao akiupenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ameuombea dua mji wa Madina, Allahumma barik fi madinatina wa fi muddina wa fi thimarina. Mtume alivyoupenda mji wa Madina ameombea mpaka matunda yake yawe na kheri na baraka. Mji wenyewe na kheri na baraka, mji wa Madina. Lakini jambo la pili, al-Allama al-Mubarakfuri anasema mashru'iyatu hubbil watan, yani hilo linafundisha watu kuipenda miji yao. Kama wewe haupendi mji wako, ina maana vipi wewe utakuwa na furaha na familia yako? Kwa hiyo unapenda watu waendelee kuwa na vurugu? Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Waislamu na viongozi mbalimbali wanaposimamia kuzungumzia suala la amani, wanazungumza ni jambo la Uislamu. Uislamu wenyewe ni dini ya amani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tunatoleana salamu kila siku, kuombeana amani, tukiswali assalamu alaikum. Waislamu wakikutana assalamu alaikum. Nini maana ya assalamu alaikum? Kuombeana amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafika katika fathu Makkah, katika mji wa Makkah, kuikomboa Makkah baada ya kuwa chini ya Quraysh. Anawaambia man dakhala baita Aba Sufyan fahuwa amin, man dakhala dara Aba Sufyan fahuwa amin, wa man alqa silaha fahuwa amin, wa man dakhala almasjid fahuwa amin. Yoyote atakayeingia nyumba ya Abu Sufyan, huyo amekuwa amepata amani, amesalimika. Yoyote atakayeingia msikitini amesalimika, na yoyote yule ambaye atakayeweka silaha chini amesalimika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la nuhsi thanaa alayk anta kama athnayta ala nafsik, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Ayuha an-nas, laqad qulna wa naqul wa nukarriru ma naqul. Tulisema ndugu zangu, na tunasema, na tutaendelea kuyarejea haya tunayoyasema, kwamba a'dhamu ni'ma allati imtanna Allahu biha ala ibadihi almu'minin ba'da ad-din wat-tauhid wal-aqidati sahiha ni'matu al-amn wal-istiqrar, kwamba neema iliyokuwa kubwa zaidi ambayo Allah tabaraka wa taala amewaneemesha wanadamu baada ya kupata neema ya kuelewa Uislamu, baada ya kupata neema ya kuelewa tauhid, baada ya kupata neema ya kuwa na itikadi sahihi, hakuna neema kubwa kama neematul amni wal istiqrar. Bali hata mitume alayhim salam waliotangulia, jambo la kwanza walikuwa wakiombea amani. Soma katika Qur'ani ndugu zangu, utayaona mambo haya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan amina. Nabillahi Ibrahim anauombea mji wa Makkah uwe ni mji wenye amani. Leo mamilioni ya Waislamu wanakutana kwa ajili ya ibada ya hija na umra. Tazama utulivu uliokuwepo, watu wanafanya ibada vizuri kwa utulivu, kwa ulinzi wa hali ya juu. Kwa hiyo lazima tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kupatikana utulivu tena kwa mara nyingine. Lakini tatakikana tuendelee kuwahamasisha vijana wetu majumbani. Leo unaweza kukuta kijana wa Kiislamu anasema lazima tuandamane bana. Wewe nani? Kisha ukishaandamana iweje? Ina maana wewe unafurahia? Kuna watu ndugu zangu katika imani, ile lockdown iliyopita tarehe 29 Oktoba, wallahi kuna watu wamelala na njaa. Kuna watu walikuwa wanashindia kikombe cha uji yeye na familia yake. Ina maana wewe uliyesababisha ile, utamjibu Allah tabaraka wa taala. Haya mambo sisi hatuyapendi wala hatuyajui, wala Muislamu aliye sawa sawa hawezi akafurahia hilo jambo. Wewe unafurahia madhara ya ndugu yako Muislamu? Wangapi mmoja ananiambia, yani wamempelekea watoto wale wakina mama nyumbani kwake kule kijiji, kwa sababu yeye walillahi alhamdu ni mtu ambaye ana riziki. Wakaona ndugu yetu, emu wahifadhi hawa watoto wetu wapate chakula, sisi wazazi bora tulale na njaa. Lakini akawakaribisha, karibuni jamani. Haya mambo ndio yalikuwepo.
Lakini mtu yupo shabiki amesimama, povu linamtoka katika mdomo, tuandamane, tuandamane, tunataka nini, tunataka hivi. Ndugu zangu, hakuna kitu kama amani. La yaarifu qadraha illa man faqadaha wa hurima. Hakuna yeyote anaelewa thamani ya amani isipokuwa yule aliyoikosa. Waulizeni ndugu zetu wa Libya, wanazaliwa hawajui habari ya kutafuta nini wala nini, elimu bure, matibabu bure, lakini walivyoingia katika haya mambo sasa hivi, waulize wa Libya, nchi za jirani hizi tulizo nazo, tazama Kongo kule, mpaka sasa hivi watu misafara wanatembea na mizigo yao. Sio kwamba walikuwa na wao hawana utulivu kama huu. Kwa hiyo tunapozungumzia amani, tunazungumzia ni dini, huu Uislamu, bali matokeo yake wengineo ambao wasiokuwa Waislamu ndio wanahamasisha, hadi ya kuwa wengine wao hata watoto hawana. Wale wenye watoto ndio wanaelewa thamani nini ya mtoto. Lakini leo hii padri Katoliki yeye kwanza kuoa kwao hawaoe. Sasa yeye unafikiria huyu atakuwa na uchungu wa watoto? Wewe mtoto wako atakwenda vipi shuleni kule hadi ya kuwa kuna amani? Kwa hiyo lazima tuitangaze amani. Amani ni Uislamu, na hili jambo tulilisema na tunalisema na tutaendelea kulisema, japokuwa kuna watu wanachukia. Mnazungumziaje amani, hamzungumzii haki? Kalimatu haqi urida biha batil, ile ni neno la haki. Kwa hiyo huyu lakini anakusudia batil, yani ina maana yanapozungumzia haki kwamba maandamano yaendelee, kwamba bora watu wafe, lakini yeye haitaki haki. Hakuna mtu anayekataa haki. Haki ni jambo muhimu la kwanza. Lakini kwa nini umzebe mdomo kwamba kwa nini unazungumzia amani uizungumzie haki? Uislamu unayozungumza mambo yote hayo, lakini uweze kuambia watu kwamba bana, si tunaitafuta haki, tuingie barabarani. Hata kama watu watapigwa mabomu, tuingie barabarani. Hata kama itatokea nini, tuingie barabarani. Ndugu zangu, Uislamu ni dini nidhamu. Uislamu ni dini isiyokwenda kibubusa. Uislamu ni kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma walli umurana khiyarana wala tuwalli umurana shirarana. Allahumma aslih dhata bainana wa alif baina qulubina wahdina subul salam ونجينا من الظلمات إلى النور وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.